For my victory, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. For my business, I thank God, yeah, Baba. Shalom, shalom, shalom. Yesu ni Bwana. Semina, semina, semina. Semina ya biashara na kazi. Kingdom Business, Mathayo 6:33. Kingdom Jobs, Mathayo 9:36-37. Mfumo mpya wa biashara. The future business to learn is Kingdom Business. The future business to learn is Kingdom Business. Inakukaribisha. Yesu wana Daudi. Yesu wana Daudi. Yesu wana Daudi. Okay, tuanze kipindi chetu. Leo tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka 2020. Kipindi chetu cha jioni, mchana saa 9 mpaka saa 10. Somo letu linasema nini? Mlima wa kutengeneza. Mlima wa kutengeneza. Mountain by design. Unatengeneza mlima alafu unaupanda mwenyewe. Unajenga nyumba, unaishi mwenyewe, unaingia ndani unakaa. Sasa ukiona maisha, vitu unafanya vinakuwa vigumu, maana yake nini? Unapanda mlima wa mtu mwingine. Unapanda mlima wa mtu mwingine. Yeye ndo anajua alivyotengeneza mlima wake. Yeye ndo anajua jinsi alivyo design ule mlima. Ataupanda kwa siku ngapi? Atashuka kwa siku ngapi? Na ule mlima utakaa pale kwa muda gani? Kwa hiyo ukiwa unapanda mlima wa mtu mwingine, lazima uteseke. Kwa sababu leo ukimwambia mtu apande mlima Kilimanjaro, anasema ni ngumu sana. Ni kwa sababu hajautengeneza yeye. Yesu anamwambia watu mountain by design. Taangalia kwenye Mathayo 9:36 na 37. Na Mathayo 6:33. Mathayo 6:30. Mathayo 9:33. Neno la Mungu linasema nini? Yesu anamwambia wanafunzi wake, alipoona makutano aliwahurumia kwa sababu walikuwa wamechoka na kutawanyika kama kondoo wasiokuwa na mchungaji. Ndipo alipowaambia wanafunzi wake, mavuno ni mengi lakini watendakazi ni wachache. Mavuno ni mengi lakini watendakazi ni wachache. Ni kwamba kwa nini watu waende kuvuna nafsi? Kwa nini watu waende kuleta watu kwa Kristo? Sio wao wamepanda zile mbegu. Hajapanda wao zile mbegu. Wangelikuwa wao wamepanda zile mbegu, wangelikuwa wanajua jinsi ya kuvuna. Sasa wanapomwambia mtu kuvuna shamba ambalo hajalipanda, linamsumbua kidogo, kwamba unahitaji msaada mwingine wa ziada. Na ndio sababu watu wengi wamtumikie Mungu, kwa sababu changamoto wanazopitia watu au kuwatengenezea wao. Leo hii mtu anatengeneza kirusi cha corona, alafu anatengeneza na kinga. Anatengeneza tatizo, alafu anatengeneza njia ya kutatua ile tatizo. Sasa kwa hiyo leo hii inakuwa ni ngumu ukiona watu wamtumikie Mungu, watu wafanye vitu hawatende ukarimu, kwa sababu mtu anasema mimi sikumsababisha huyu mtu awe jinsi alivyo. Huyu mtu hataki kufanya kazi. Huyu mtu hataki kufanya hivi. Kwa hiyo ni kupanda mlima ambao hujautengeneza. Na ili ufanikiwe,
Ukimwambia mtu aende kwenye kituo cha watoto yatima akachukua mtoto wa mtu amlee, hataki, kwa sababu hataki kupanda mlima ambao hajautengeneza. Ukimwambia mtu aende kwenye kituo cha wazee amchukue mzee yote aishi naye kwake, hataki, kwa sababu hataki kupanda mlima ambao hajautengeneza. Kwa hiyo utaona kabisa kwamba mwambia mtu nenda katunze mazingira, anasema mimi siwezi kutunza mazingira, mimi sijachafua mazingira. Hataki kupanda mlima ambao hajautengeneza. Hiyo ndio changamoto tulionayo duniani. Kwa hiyo sasa kinachotakiwa, utapanda milima miwili. Utapanda mlima wako, utapanda na watu mwingine. Utapanda mlima wako na utapanda na mtu mwingine. Kitendo cha kupanda mlima wa mtu mwingine ni kwa sababu ya kupata experience. Usitake vitu virahisi kwenye maisha. Hata siku moja usipende kila siku ujisikie vizuri. Siku ukijisikia vibaya unakufa. Kwa hiyo lazima ujue mazingira yote mawili. Kupanda mlima ambao umeutengeneza mwenyewe, kulea mtoto wako ambao umemzaa mwenyewe, na kulea mtoto wa mtu mwingine ambao hujamzaa wewe. Ndivyo jinsi Mungu anavyotaka. Mpende Mungu na mpende watu. Mountain by design. Kweli Yesu anasema mavuno ni mengi na watendakazi ni wachache. Wewe hujawaharibu wale watu. Lakini ukipanda mlima wa mtu mwingine unalipwa. Kuna malipo. Ukipanda mlima wako mwenyewe hakuna mtu anakulipa. Hakuna mtu anakulipa. Ukilea mtoto wako mwenyewe ni jukumu lako hilo. Ukilea mtoto wa mtu mwingine Mungu anakulipa. Ukilea mtoto wako mwenyewe ile jukumu lako. Kwa hiyo lazima ulee mtoto wa mtu mwingine ili ulipwe, upate pesa za kulea mtoto wako. Yesu anasema nini? Tuangalie kwenye maandiko. Yohana sura ya 4 mstari wa 35 mpaka 38. Kwamba lazima upande milima miwili. Watu wengi wanataka kupanda mlima wao tu, mlima wake tu aliotengeneza mwenyewe. Hapo niko changamoto inapoanzia. Yohana sura ya 4 mstari wa 35 mpaka 38. Neno la Mungu linasema nini? Neno la Mungu linasema, amsemi hivi bado miezi 4 ndipo yaja mavuno. Tazama mimi nawaambia, inueni macho yenu mkayatazame mashamba ya kuwa yamekwisha kuwa meupe tayari kwa mavuno. Mstari wa 36, naye avunaye upokea mshahara na kukusanya matunda ya uzima wa milele. Naye avunaye upokea mshahara na kukusanya matunda ya uzima wa milele, ili yeye apandaye na yeye avunaye wapate kufurahi pamoja. Yeye apandaye na yeye avunaye. Ina maana Mungu amepanda, anataka wewe ukavune. Ndio maana yake. Mungu amepanda, anataka ukavune. Bali utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine yote mtazidishiwa. Kutafuta ufalme wa Mungu ni kupanda mlima wa mtu mwingine. Ni kutunza mazingira ambayo hujayachafua, kulea mtoto ambaye hujamzaa, kumwombea mtu ambaye umjui, kumsaidia mtu ambaye umjui. Ni kupanda mlima wa mtu mwingine. Ni eneo la msingi sana kulijua ile kwamba ukiwa unategemea kupanda mlima wako mwenyewe kwa sababu umeudesign wewe mwenyewe na una mbinu zote za kupanda,
utapata faida kidogo sana. Lakini ukipanda mlima wa mtu mwingine utapata faida kubwa sana. Zoezi la kimwili linafaa kidogo, lakini zoezi la kiroho linafaa kwa mambo yote. Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 16. Zoezi la kimwili linafaa kidogo sana, lakini zoezi la kiroho lafaa kwa mambo yote. Kwa hiyo lazima uangalie ni mlima gani unapanda. Usipande mlima wako tu, panda mlima wa mtu mwingine pia, upate experience. Kwa sababu tunaenda kujitolea kwenye kazi za watu wengine ili tupate experience. Tunaenda kujitolea kwenye kazi za watu wengine, kujifunza. Kwa ni eneo la msingi. Usikae tu ukataka kufanya kile ambacho unakijua wewe. Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa 8. Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa 8. Kwa maana kujizoeza kupata nguvu za mwili kwa faa kidogo, lakini utaua kufaa kwa mambo yote, yaani unayo ahadi ya uzima wa sasa na ule utakao kuwa hapo baadaye. Kwa hiyo lazima uangalie ni mlima gani unapanda. Ndio eneo ambalo nataka tulizungumzia katika kipindi hiki cha jioni, mlima wa kutengeneza. Utaamua kupanda mlima wako mwenyewe kwa sababu unajua jinsi ulivyotengeneza, au utaamua kupanda mlima wa mtu mwingine ambao hujui alivyotengeneza kwa ajili ya kupata uzoefu, experience, new challenge, new opportunity. Kupanda mlima wa mtu mwingine ni fursa mpya. Ni fursa mpya ambayo ni vizuri ukaipitia. Kama sasa hivi unavyoona tunavyofundisha, tunapanda mlima wa mtu mwingine. Ana alikuwa hana mtoto kwa miaka mingi. Alikuwa anaomba kwa nafsi yake kupata mtoto, lakini alianza kuombea watu wengine ambao wana watoto wapate watoto. Kaanza kupanda mlima wa mtu mwingine, kaanza kuombea watu wengine, Mungu akampa mtoto. Kwa maana wewe kile kitu ambacho unajua hauna na unakihitaji, muombe mtu mwingine ambaye anahitaji kitu kama hicho ili vije viwili. Ukiombea mtu mwingine vinakuja viwili, kinakuja cha kwako na cha kwake. Kwa sababu Yesu aliwaambia wanafunzi wake, msio mnasema baba yangu aliyoko mbinguni, sema baba yetu aliyoko mbinguni, ili ukiomba ije double portion, ije ya kwako na ya yule mtu. Ndivyo Mungu anavyotoa, kwa sababu ndio ishara ya upendo. Unaomba double portion, unaomba ya kwako. Unapomwombea yule mtu apate kazi, na kazi yako inakuja. Ukimwombea mtu mwingine apate mtoto, na mtoto wako anakuja. Ukimwombea mtu mwingine anayeumwa na wewe uugui, magonjwa yalikuwa yakupate yanaondolewa juu kwa juu. Hiyo ni ishara ya upendo. Ndivyo maandiko yanasema. Magonjwa yote yanayotoka Misri hayatakupata. Kumbukumbu la Torati sura ya 7 mstari wa 15. Kumbukumbu la Torati sura 7 mstari wa 15. Kwa hiyo ni vizuri ukajua changamoto zote unazoziona duniani ni milima. Kwa sababu Yesu alisema kwenye kitabu cha Marko 11 mstari wa 23. Yesu alisema, amin amin nawaambia, yeyote atakayewaambia mlima huu ng'ooka ukatupwe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila aamini kwamba hayo asemayo yametukia,
yatakuwa yake. Ukiwa unamuombea mtu ambaye ana kazi apate kazi, amini ameshapata kazi, na ya kwako kazi yako itakuja. Mnafanya biashara, ukiona jirani yako anauza, muombee afanye vizuri zaidi. Kama auzi, muombee auze, ili wateja wakija waje na wako. Ukipanda mbegu moja ya mahindi, haiji mbegu moja, inakuja mahindi matatu, na kila punje moja, kila mwili moja na punje 600, jumla unakuja punje 1800. Kwa sababu ulipanda mbegu moja zikaja punje 1800. Kwa hiyo lazima unapomwombea mwenzako apate mteja, Mungu achilia wateja. Achilia wateja kwenye biashara au mtu. Kila mteja mmoja anayekuja kwake na kwako wanakuja, mbegu zinaongezeka. Wewe ndio ulipanda mbegu. Unapombariki mtu na baraka zako zinakuja. Mungu alimwambia Abraham, atakaye kubariki nami nitambariki, atakaye kulaani naye nitamlaani. Na baraka ni maneno na laana ni maneno. Kwamba utakapobariki mtu na baraka zako zinakuja. Kwamba formula ni rahisi. Ni rahisi. Ni wewe kupata kujua kwamba hii formula inafanyaje kazi. Bora hekima, jipatie hekima. Kwa mapato yako yote jipatie ufahamu. Maono ni mlima, ndoto ni mlima, maono ya biashara ni mlima, ndoto ya biashara ni mlima, ndoto ya huduma ni mlima, maono ya huduma ni mlima. Unatakiwa vifaa vya kupandia mlima, waongozaji wa kupandia mlima, watu wa kubeba mizigo yako wakati unapanda mlima. Maono ni mlima. Maono sio ya mtu mmoja. Mlima Kilimanjaro au pandagi na mtu mmoja. Ni makundi na makundi ya watu, maelfu na maelfu wanapanda ule mlima. Kwa hiyo maono ni hivyo, maono hayashughulikiwi na mtu mmoja. Kwa sababu Biblia inasema pasipo maono watu huangamia. Watu hushindwa kujizuia. Watu sio mtu, watu sio mtu, watu huangamia. Kwa hiyo lazima ujitahidi, ujue hapo ulipo, ujiulize ni mlima gani unapanda. Ukiangalia hii huduma tulionayo sisi, huu ni mlima. Unachoka. Tangia tumeanza huduma tuliacha kulala, tukabadilisha mfumo wa kulala, tukaingia kwenye mfumo wa kupumzika. Unapopewa huduma na Mungu, inabidi uondoke kwenye mfumo wa kulala, uingie kwenye mfumo wa kupumzika. Kwa sababu Mungu alipoumba mbingu na nchi siku 6, siku ya 7 alipumzika, hakulala. Kwa hiyo unapopewa majukumu, inabidi ubadilishe staili ya maisha, utoke kwenye kulala uende kwenye kupumzika. Mtoto mdogo anaruhusiwa kulala, mtoto mdogo. Lakini unapokuwa na maono, inabidi utoke kwenye kulala uingie kwenye kupumzika. Lala masaa 4, 3, pumzike masaa 4, 3, uamke uanze kupanda mlima. Watu wanapanda mlima Kilimanjaro wao wanapumzika kwenye vituo mbalimbali, hawalalagi. Wezi lala kwenye baridi. Wezi ni mlima, altitude, ile hali ya hewa kule juu. Unaweza kulala usiamke. Unaweza kulala usiamke, ukashindwa kupumua, mapigo ya moyo yameshabadilika, ukafa. Kwa sababu ya ile, kwa sababu anakuambia muda wote uwe active, uwe macho ili uweze kupumua kwa nguvu. Ni kama kumeza vidonge usiku kazidisha, unaweza usiamke. Unaweza kuzidisha vidonge mchana. Hata madokta anakuambia ukitaka ku overdose mchana. Kwa wakati unatembea, mwili una nguvu. Lakini ukienda kulala, mwili unakuwa una nguvu. Mwili unazidiwa na vile vidonge, unashindwa, mapigo ya moyo yanapungua, unapotelea usingizini, unafikiri kwamba ni usingizi umekolea, kumbe umeshakufa. Kumbe umeshakufa. Usingizi wa kifo ni mzuri. Huwezi kujua kama unaondoka. Utajua tu unaenda usingizini, kumbe unaondoka. Utaamka tena, unaenda kuamka ukiwa safari, ukiwa mbali ya dunia. Kwa hiyo lazima tuangalie namna gani tutaweza
kupanda milima. Ndoa ni mlima. Mtoto mmoja tu kimzaa ni mlima huo. Anatakiwa shule, malezi, mpaka ukimaliza kupanda mlima ni siku ameondoka kwako. Ameoa au ameolewa, ndio siku umemaliza kupanda huo mlima. Siku unamuaga, unamwambia kwa heri, kaanze maisha yako mapya, ndio siku umemaliza kupanda mlima. Kwa hiyo lazima ulijue hilo litakusaidia mbele safari. Kwa ufahamu tutakwenda kumshukuru Mungu kwa dakika moja, alafu tuendelee na kipindi chetu kinachosema mlima wa kutengeneza, mountain by design. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Mtakatifu, 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 Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo, Mungu wa wanafunzi wote wa Kingdom Business Clubship duniani. Baba Jehova, tunasema asante. Mungu wa kila mtu mwenye pumzi, kila mtu mwenye mwili, na msifu Bwana katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea heshima, pokea shukrani zetu. Asante kwa majira ya saa 9 tunayafurahia na kuyashangilia katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Tunabariki majira ya saa 9 na kuyatakasa kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth. Tunabariki majira ya saa 9 na nuru ya Kristo, afya ya Kristo, tajiri wa Kristo. Tunabariki majira ya saa 9 na hekima ya Kristo, ufahamu wa Kristo, maarifa ya Kristo, ujuzi wa Kristo, ubunifu wa Kristo, mafunuo ya Kristo. Tunabariki majira ya saa 9 na upendo wa Kristo, imani ya Kristo, matumaini ya Kristo. Tunabariki majira ya saa 9 na uaminifu wa Kristo, amani ya Kristo, furaha ya Kristo, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Tunafungua malango ya saa 9 kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth. Tunafungua malango ya kujifunza neno la Kristo. Tunafungua malango ya kujifunza biashara. Tunafungua malango ya kujifunza biashara. Tunafungua malango ya akili ya Kristo, fahamu wa Kristo. Tunafungua malango ya afya ya Kristo, nguvu za Kristo. Tunafungua malango ya spidi ya Kristo, ya kufikiri, spidi ya Kristo, kutafakari neno la Kristo, kusoma neno la Kristo, kusikiliza neno la Kristo, kuandika neno la Kristo, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa kutuamsha asubuhi ya leo, kwa kutupa pumzi, kutupa afya, kutupa nguvu, kutupa uzima, kutupa akili ya Kristo, kutupa ufahamu wa Kristo, kujitambua, kutupa matumaini ya Kristo ya siku zetu za baadaye, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunakuomba utusamee maovu yetu yote, utuponye na magonjwa yetu yote kwa damu ya Kristo Nazareth, kwa maana fadhili za Kristo ni za milele, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa majira ya saa 9. Tunakaribisha uwe mwalimu wetu, tufundishe njia zako, tuonyeshe njia zako, katika jina la uweza la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Haleluya, amen. Okay, tuendelee na somo letu, the mountain by design, mlima wa kutengeneza. Kwa hiyo lazima uangalie maandiko yanasema, wa Galatia sura ya 6 mstari wa 7, neno la Mungu linasema nini? Wa Galatia 6:7, neno la Mungu linasema, msidanganyike, Mungu adhihakiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Sasa Yesu anasema mavuno ni mengi, watendakazi ni wachache. Paulo anasema Mungu adhihakiwi, chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Ni kwa nini tusiwaache wala watu wakavuna mbegu zao walizopanda? Ni kwa nini? Na maana maandiko yanajichanganya. Yesu anasema mavuno ni mengi, watendakazi ni wachache. Lakini Paulo anasema Mungu adhihakiwi, chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Kinachohubiriwa hapa ni swala la upendo. Ni swala la upendo. Anachokiongea Yesu ni upendo. Paulo hajakosea. Ni kweli yule mtu anavuna alichopanda, lakini akitokea mtu wa kumsaidia,
kuvuna ni sawa, kuna upendo. Na ndio sababu Paulo anaposema kwamba Mungu adhihakiwi, chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Huyu mtu anatakiwa aingie kwenye toba. Na pia kunatakiwa mtu wa kumfundisha kwamba hapo unakopitia tubu. Kama Yesu alipokuja akasema tubuni kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Kwamba wewe unatakiwa kufanya ni kumfundisha yule mtu kutubu ili aweze kuvuna kile alichopanda. Toba inavuna kile ulichokipanda, unasamehewa. Kwa hiyo ni eneo la kupata ufahamu, kumsaidia. Kuvuna mavuno ni kuongoza watu sala ya toba. Kuvuna mavuno ni kuambia watu habari ya Kristo, habari ya Mungu. Ndio kuvuna, kumwambia yule mtu atubu. Mathayo sura ya 4 mstari wa 17. Yesu tokea hapo Yesu alipoanza kuhubiri, alihubiri akisema tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Kumuongoza mtu kwa Kristo ni kuvuna mavuno. Kwa lazima ujitahidi ongoza watu wengi kwa Kristo. Mungu hataki hata mmoja apotee. Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 9. Petro wa pili 3:9. Mungu hataki hata mmoja apotee. Amesema kwamba hata japokuwa dhambi zako zitakuwa nyekundu kama damu, zitakuwa nyeupe kama theluji pale utakapotubu, utakapovuna ulichopanda. Kuvuna ulichopanda ni kuingia kwenye toba. Wewe mwenyewe kwa kinywa chako vuna ulichopanda, ni wewe kuingia kwenye toba. Tuangalie eneo lingine la kupanda mlima wa mtu mwingine. Kuna maeneo ambayo ya biashara watu wanapanda milima watu wengine, wanakopi na kupaste. Kukopi na kupaste ni kulima, ni kupanda mlima wa mtu mwingine. Na kuna watu wanapanda milima ya watu waovu. Unajua kabisa mtu ni muovu, unapanda mlima wake. Unajua kabisa mtu amepata fedha katika njia ambayo sio ya Mungu, lakini unataka awe mentor wako, awe mkufunzi wako, akufundishe jinsi atakupata fedha. Unapanda mlima wa watu waovu. Kwa hiyo lazima uangalie ni mlima wa nani unapanda. Kwenye biashara, kwenye eneo la biashara, unapoamua kukopi na kupaste, akisha na kopi kitu ambacho ni cha Mungu, ambacho amepewa mtu na Mungu. Ni kama jinsi Isaka alivyorithi utajiri wa baba yake Abraham, ulikuwa umebarikiwa. Esau akarithi utajiri wa babu yake Abraham pamoja na baba yake Isaac, ulikuwa umebarikiwa. Kwamba kopi kitu kilichobarikiwa, iga kitu kilichobarikiwa. Enendeni na wenye hekima, nanyi mtapata, nawe utapata hekima. Ukienda na mtu mwenye hekima ya Mungu, sio ya kidunia, nawe utapata hekima. Ukienda na mtu hekima ya kidunia, nawe utapata hivyo. Hakuna mtu anaweza kukupa kitu ambacho hana, atakupa kile alichonacho. Kwa hiyo ni kujitahidi kupata ufahamu zaidi kwamba mlima nao panda wa huyu mtu ni wa Mungu. Kwa sababu kuna mlima wa mwanadamu na kuna mlima wa Mungu. Ukipanda mlima wa mwanadamu utapotea. Panda mlima wa Mungu. Unajua huyu mtu amepewa hichi kitu na Mungu. Na hichi kitu anachokifanya msingi wake ni neno la Mungu. Chukua. Wanafunzi wa Yesu walikuwa hawana maono, walipatia maono kwa Yesu. Kwa sababu kile Yesu alichokuwa nacho kilitoka kwa Mungu. Kilitoka kwa Mungu.
Kwa hiyo lazima uangalie kabla hujakopi na kupaste, kabla hujaiga kitu cha mtu, chunguza chanzo cha hicho kitu nini. Huyu mtu amepatia wapi? Anaabudu wapi? Mahusiano yake na Mungu. Chunguza. Tukiona ana mahusiano na Mungu, ni mjanja wa kidunia, achana naye. Kwa lazima uangalie chanzo cha hicho kitu ambacho unachokitaka kukifanya, na chanzo chake, na huyo mtu ana mahusiano gani na Mungu. Na milima inatofautiana. Kuna mtu anatengeneza mlima kwa kwake mwenyewe, anatengeneza mlima mdogo ambao anaweza kupanda kwa siku moja. Kuna mtu anatengeneza mlima mkubwa ambao anataka apande kwa miaka mingi, kwa siku nyingi. Ndivyo hivyo wazo la biashara. Mtu unakuta na ndoto ya kitu kidogo, na kuna mtu mwingine ana ndoto ya kitu kikubwa. Kwa hiyo anachukua muda mrefu kukamilisha kile kitu. Kwa mfano ndoto ya huduma hii ya Kingdom Business ni ya mlima mkubwa, kwa sababu tumetoa miaka 14, miaka 10 ya kuwa mshirika kanisani, miaka 4 ya kuwa mshirika kanisani, na miaka 10 ya kuwa mwanafunzi wa Yesu. Ndio kitu ambacho tulikitoa. Tunamaliza mwaka 2022, miaka yetu 14, miaka 4 ya kuwa mshirika ndani ya kanisa, na miaka 10 ya kuwa mwanafunzi wa Yesu. Nafundisha kila siku, nasoma kila siku, nafikiri kila siku, naandika kila siku. Miaka 10 ya kuwa mwanafunzi wa Yesu. Kwa lazima uangalie ndoto hii ni kubwa kabla hujapewa ualimu kwenda kufundisha, hujakabidhiwa Roho Mtakatifu kama jinsi wanafunzi wa Yesu walivyoingiziwa Roho Mtakatifu. Yesu alihakikisha amewafundisha kwanza kwa muda wa miaka 3.5. Miaka 3.5 ya Yesu ni kama miaka 15 ya leo. Walikuwa wanalala na Yesu, wanatembea na Yesu, hakuna kwenda kwao. Wanakula na Yesu, hakuna kwenda nyumbani kwao. Akifa mtu, Yesu anamwambia acha wafu wazike wafu wao. Sisi tukafanye kazi ya Mungu, tukubiri Injili. Kwamba miaka 3.5 ya Yesu ni miaka 15 ya leo. Ni miaka 3.5 ya nguvu ya kufanya kazi usiku na mchana. Wakiamua kufanya maombi ni masaa 8 wanaongea wapumzike, masaa 9 wapumzike. Nani anaweza kufanya hicho kitu leo? Maombi tu, simama tu, hakuna kula. Wakiamua kufunga wanafunga kavu. Yesu anaweza kukaa siku 40 mchana na usiku. Sasa wanafunga ya kula chakula, sema siku 3 kavu, wanafunga siku 3 kavu, ni kama wanapiga mswaki. Mazoezi yalikuwa ni magumu. Kama ni kuandika, wanaandika kila siku, wanafundishwa kila siku. Ni vitabu vingi sana katika Agano Jipya havijawekwa kwenye Biblia, ambapo maneno ambayo Yesu aliongea. Wameweka vitabu vya Yesu 4 tu: Mathayo, Marko, Luka na Yohana. Na Yesu alikuwa na wanafunzi 12. Hao wengine vitabu vyao viko wapi? Na wote walikuwa wanaandika. Kwamba walikuwa wanafanya kazi usiku na mchana. Uchumi wa Yesu ni wa masaa 24. Kwamba lazima, na kuna mtu hajatengeneza mlima kabisa. Nimesema kuna mtu ametengeneza mlima mkubwa ambao ataupanda kwa siku nyingi, na kuna mtu katengeneza mlima mdogo ataupanda kwa siku chache, na kuna mtu hajatengeneza mlima kabisa. Hana maono, hana ndoto. Sasa wewe jiulize, katika magrupu ya watu watatu, mlima mkubwa, mlima mdogo na hakuna mlima, uko kwenye grupu gani? Kama huna maono, bado hujatengeneza mlima. Kwa sababu lazima utengeneze mlima wa kupanda. Lazima utengeneze mlima wako mwenyewe wa kupanda. Utengeneze shauku ya kumtumikia Mungu, huo ni mlima. Utengeneze shauku ya kwenda barabarani kuwaambia watu habari ya Kristo, huo ni mlima. Utengeneze shauku ya kwenda kwa watoto yatima, kuwasaidia kufua, kupika, kufanya usafi.
kila siku unatoa lisali moja masaa mawili, huo ni mlima. Ukatoa shauku ya kwenda kwa wajane, kwa wazee, kwenda hospitalini kwa wagonjwa, kuombea wagonjwa, kwenda magereza kuwatia wafungwa moyo na kueleza habari ya Kristo, huo ni mlima. Kwenda kutunza mazingira, kila siku unatoa lisali moja masaa mawili, huo ni mlima. Kwamba lazima utengeneze mlima. Haiwezekani ukafanikiwa hapa duniani kama una mlima wa kupanda. Sababu hivyo ni vitu vigumu. Mlima haupandwi kirahisi. Mlima unapanda huko unahema kwa nguvu. Mlima unapanda unahema kwa nguvu. Ukiona hauna mlima wote, unatembea kwenye sehemu ya tambarare, unatembea kwenye mchanga, tengeneza mlima. Mimi nimetengeneza mlima wangu, nadhani wote mnanisikia kila siku. Tunatuma masomo kila siku, tunafundisha kila siku, tunatoa ushauri kila siku, tunasoma kila siku, tunafikiri kila siku, tunaandika kila siku. Huo ni mlima. Unalala unapumzika masaa machache kila siku, muda mwingi uko kazini. Huo ni mlima. Huo ni mlima. Ukiona unapatikana muda wote unapatikana, unaitwa na watu, twende sehemu fulani, unakwenda, unakaa kijiweni, unakaa kwenye smartphone muda mrefu, unakaa kwenye TV muda mrefu, unasoma magazeti yako muda mrefu, unaongea mambo ya siasa. Au hujatengeneza mlima. Au hujatengeneza mlima. Zaburi ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 3, neno la Mungu linasema vizuri kabisa. Ukiona uko idle, hauna kazi, hujatengeneza mlima. Ukiona uko busy, hujatengeneza mlima. Neno la Mungu linasema, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala akusimama katika njia ya wakosaji, wala akuketi barazani pa wenye mzaha. Heri huyo mtu, yani maana yake abarikiwe mtu huyo ambaye apotezi muda. Anabarikiwa mtu ambaye apotezi muda, hajakaa barazani kwa watu wenye mzaha, hajakaa kwenye njia za wakosaji. Huyo ni mtu ambaye apotezi muda, ameshatengeneza mlima wa kupanda. Kumbuka, ukiwa unapanda mlima, is the lonely journey, ni safari ya upweke. Kupanda mlima ni safari ya upweke, is a lonely journey. Ukiwa na maono, hiyo ni safari ya upweke. Huwezi kuwa na watu wengi kule juu, unakuwa mara nyingi unatembea mwenyewe. Kwa sababu kwenye kupanda mlima hakuna mtu atataka kupanda na wewe. Watu wengi ni wavivu, hawako tayari kupanda mlima. Kwamba utajikuta unapanda mwenyewe. Ni safari ya upweke. Sasa ukiona muda wote uko na watu, muda wote una nafasi ya kuchat, muda wote una nafasi ya kuangalia TV, kukaa kwenye smartphone, kuongea mambo ya kisiasa, kukaa videoni, bado haujaanza kupanda mlima. Una mlima unaopanda. Ukianza kupanda mlima, wale watu wote wanapukutika, wote wanaisha, kwa sababu unaanza kuwa mwenyewe. Kule juu kwenye mlima kuna baridi, watu watake wa mateso. Sehemu za kulala zina baridi, sio za luxury kama unavyoona huko sehemu ya tambarare. Kwa hiyo kuna mahali unapanda usiku, lakini upande mchana. Kwa hiyo sasa lazima uangalie, ukiona uko kwenye hali kama hiyo, unapatikana muda wote kwenye mambo ya kidunia, bado hujatengeneza mlima. Mstari wa 2 unasema nini? Bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake utafakari mchana na usiku. Kama unatafakari sheria ya Mungu mchana na usiku, utapata wapi muda wa kuongea mambo ya siasa? Utapata wapi muda wa kuongea mambo ya mpira? Utapata wapi muda wa kusema watu? Ukiwa unapanda mlima uko mwenyewe. Mlima upandaji wa wapande watu wawili, utakuwa uko mwenyewe. Na ukiwa unapanda mlima huwezi kuongea. Huwezi kuongea kwa sababu inabidi balance temperature na baridi na hatua unazopiga, kwa sababu unapanda kuna hema, mapigo ya moyo yanabadilika. Huwezi kuwa unaongea, unapanda mlima umenyamaza kimya. Kwa hiyo ukiona unaongea sana, unakaa kijiweni, unakaa kwenye mitandao ya kijamii, haupandi mlima, uko mahali tu tambarare. Kwa hiyo lazima ujue kabisa, utakapoanza kupanda mlima utakuwa uko mwenyewe,
bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake utafakari mchana na usiku. Mchana unatafakari sheria ya Mungu, usiku unatafakari sheria ya Mungu. Hakuna nafasi ya kitu kingine chochote kuingia hapo. Mstari wa 3, naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila alitendalo litafanikiwa. Watu wote wanaopanda milima, kila wanachokifanya kinafanikiwa. Mtu yote yule ambaye ametengeneza mlima wa kupanda, chochote atakachokifanya, kupanda mlima ni kumtumikia Mungu. Ni eneo ambalo watu wengi linawapa changamoto. Kupanda mlima ni kumtumikia Mungu. Kwa hiyo lazima utengeneze mlima wa Mungu. Mlima utakuwa unaopanda kila siku, una masaa 24, unapewa mapya kabisa kila siku. Ni masaa mangapi unamrudishia Mungu kila siku? Ni masaa mangapi? Utakachoulizwa baada ya maisha hapa duniani, swali la kwanza utakaloulizwa, kama maandiko yanavyosema, uliutumiaje ujana wako? Unakwambia mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako. Kitabu cha Mhubiri sura ya 12 mstari wa 1 mpaka 14. Mkumbuke Muumba wako siku ya ujana wako. Uliutumiaje ujana wako? Ujana wako ni muda. Ujana wako ni muda, uliutumiaje? Hilo ni eneo ambalo utakaloulizwa la kwanza. Tulikupa muda. Kitu ulipozaliwa, kitu cha kwanza ambacho Mungu alikupa ni muda. Mhubiri sura ya 3 mstari wa 1 mpaka 8. Wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa. Ulipewa muda wa kuzaliwa na muda wa kufa. Alfa na Omega. Utaanza katika Alfa na Omega. Ulitumiaje huo muda? Umekaa miaka 40 duniani, miaka 60, 100, 120. Ulitumiaje muda wako? Kwa hiyo ndio swali la kwanza, inabidi uoneshe. Na muda usemi uongo. Utaoneshwa kila hatua uliopiga tangu ulipozaliwa mpaka siku umerudi kwenye kiti cha enzi kwa ajili ya hukumu. Utaoneshwa kila hatua uliopiga. Utaomba upate nafasi hata ya mwezi mmoja tu uje ufanye kazi ya Mungu. Hakuna barabara ya kurudia. Barabara ya kwenda mbinguni ni moja tu, na hakuna kupishana. Wanakwambia barabara ni nyembamba mno, hakuna kupishana. Ingekuwa kuna kupishana, kuna watu wangekuwa wanarudi. Kwa hiyo ni ya kwenda tu, ni one way. Kwa hiyo ukishamaliza, na barabara ya kupanda mlima wa Mungu ni moja tu, hakuna kupishana. Mtu mmoja yuko hapa, mwingine ana kilomita 10 mbele zaidi, lakini barabara ile pana, watu wamesonga, ni wengi. Watu ni wengi. Ni vizuri ukatengeneza mlima wako mwenyewe, ukaanza kupanda taratibu. Ni vizuri ukatengeneza mlima wako mwenyewe, ukatengeneza mradi, project ambao utakuwa unaishughulikia kila siku. Unajua kabisa ni mlima, bila ni upande mpaka nifike kileleni. Na ukiona kuna mahali unazidiwa, omba msaada wa Roho Mtakatifu, kwa sababu mlima unaopanda ni wa kwake. Roho Mtakatifu yuko kwa ajili ya kusaidia watu. Ukiona mahali umekwama, omba msaada. Roho Mtakatifu yuko kwa sababu ya kukutia moyo, kukusaidia, kualika malaika wa kukusaidia. Hata Yesu alipofika mahali akaona changamoto ni kubwa, aliomba msaada wa malaika. Na wewe pia omba msaada wa malaika. Na akili yako inaweza kuwa ndio mlima wako. Akili yako inaweza kuwa ndio mlima wako ambao unaopanda. Your mindset is your mountain. Ndani ya akili yako umeshaanza kupanda mlima. Ndani ya akili yako. Maana yake ni kupanda mlima. Umeshaanza kusoma neno la Mungu.
akili yako ni mlima. Umeshaanza kusoma neno la Mungu. Ukianza kusoma neno la Mungu, umeanza kupanda mlima wa akili. Mwanadamu anakuwa kwenye maeneo matatu tofauti. Anakuwa kimwili, anakuwa kiakili, na anakuwa kiroho. Kwamba unapotaka kukua kiroho, kukua kiakili, lazima usome vitabu vya biashara kwa ajili ya akili, usome neno la Mungu kwa ajili ya maisha yako ya kiroho. Kwa ni eneo la kufanyia kazi. Ni eneo la kufanyia kazi. Kwa sababu tunasema ukiona mahali umezidiwa, omba msaada. Omba msaada. Omba msaada. Yohana sura 14 mstari wa 26. Yohana 14:26 neno la Mungu linasema nini? Yohana 14:26 neno la Mungu linasema, lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote mlioambiwa. Roho Mtakatifu atakukumbusha na atakusaidia pale ambako umekwama. Luka 12 mstari wa 11 na 12. Luka 12 mstari wa 11 na 12. Neno la Mungu linasema, na watakapowapeleka ninyi mbele ya masinagogi na maliwali na wenye mamlaka, msifadhaike kwa kuwaza maneno yenu jinsi mtakavyojibu au kusema, lakini kwa kuwa Roho Mtakatifu atawafundisha saa ile ile iwapasayo kuyasema. Omba msaada. Watu wengi sana wanapita kwenye changamoto, lakini hataki kuomba msaada. Na Mungu atafanya kitu ambacho hujasema. Amekupa nguvu ya ulimi. Sema kitu. Ulimi wako una nguvu. Mungu anakupa mamlaka ya kubariki. Na uwezo wa kubariki na uwezo wa kulaani. Lakini penda zaidi kubariki kuliko kulaani. Sababu kilaani kutakupata. Na ukibariki kutakupata. Utakachofanya ndicho kitakachokupata. Zaburi ya 109 mstari wa 18 na 17 na 18. Zaburi ya 109. Usipende kulaani. Bariki zaidi. Kwa sababu nguvu, Mungu amekupa mamlaka ya kubariki na kulaani. Neno la Mungu linasema nini? Zaburi 109 mstari wa 17 na 18. Naye alipenda kulaani nako kukampata. Akupendezwa na kubariki ukawa mbali naye. Mstari wa 18. Alijivika laana kana kwamba ni vazi lake. Ikamuingilia moyoni kama maji na kama mafuta mifupani mwake. Ni wewe tu unaangalia. Usipende kulaani. Usipande mlima wa laana. Panda mlima wa baraka. Usipande mlima wa laana. Panda mlima wa baraka. Ukibariki na unabarikiwa. Mungu alimwambia Abraham, atakaye kubariki na mimi nitabariki. Atakaye kulaani na mimi nitamlaani. Na uchunge sana. Mara nyingi sana unaposema watumishi wa Mungu au unaposema mtu aliyobarikiwa, ukisema vibaya mtu aliyobarikiwa unapata laana. Ukimlaani mtu aliyobarikiwa, yaani ukimsema vibaya mtu aliyobarikiwa, na maana umemlaani, Mungu anakulaani. Kama alivyomwambia Abraham, atakaye kulaani nami nitamlaani, atakaye kubariki nami nitambariki. Kwa hiyo lazima uwe makini sana unapopanda milima huku duniani. Sikuto unapanda mlima wa laana. Kuna watu ambao wanapanda mlima wa laana wanateseka sana, kwa sababu wanasema watu vibaya,
wanalaani watu, wanalaani watoto wao, laani ndugu zao, sio wepesi wa kusamehe, wanashindwa kupuuzia vitu vingi, wanachukulia serious, kwamba unakuta yule mtu anapanda mlima wa laana, anakasirika muda wote, hana furaha. Yaani hakuna siku unamkuta yule mtu ana furaha, ni mara chache sana. Kwa hiyo lazima ujiulize, huu ni mlima gani unapanda? Nakasirika, unakuwa mgomvi mara kwa mara, kila utakachokisema cha watu utaongea mambo upande mbaya tu, kwa vile vitu vibaya. Hakuna mtu duniani ambaye hana jema ambalo hajawahi kufanya, hata kama awe mbaya kiasi gani. Kuna kitu kimoja kizuri tu alichokifanya. Kumbuka kile kizuri, ongelea hicho. Mungu haangalii dhambi za mtu, anaangalia haki ya mtu. Kwa hiyo lazima uangalie ni mlima gani unapanda. Upande mlima wa laana. Hapa duniani kuna milima mingi sana, kwa sababu Yesu alisema, amin nawaambia, yeyote atakayeuambia mlima huu ng'ooka ukatupwe baharini, na asione shaka moyoni mwake, aamini kwamba imeshatukia, itakuwa yake. Kwa sababu milima ni mingi sana. Lazima ujiulize unapanda mlima gani sasa hivi. Kuna mtu ana mlima wa uongo, mwingine ana mlima wa wizi, mwingine ana mlima wa uchawi, mwingine ana mlima wa vitu uovu tu. Na anapata kila siku, kwa sababu ni vitu anavyoviongea kila siku, ni vitu anavyoviwaza kila siku. Kwamba lazima uchunguze una milima aina gani ambayo imebakia. Ukiona una mlima wa aina fulani ambao, mwingine ana mlima wa usingizi, analala sana, mwingine ana milima iko mingi. Wewe jichunguze tu ni mlima gani unapanda kila siku, kwa sababu kila kitu unachokifanya kila siku, either ni kizuri au ni kibaya, ni mlima. Kikiwa ni kizuri utaona matunda yake, na kikiwa ni kibaya utaona matunda yake pia. Kuna mtu mwingine anapanda mlima wa ndoa. Ndoa ni chungu, hata kwenda nyumbani yenyewe ni shida. Mwingine anapanda mlima wa malezi kwa watoto wanamtishia kumuua kila siku. Kuna mahali alikosea huko chini, alikosea, ameshafika juu karibia na kileleni, anapata changamoto. Alishakosea tangia wakati ameanza kupanda ule mlima. Alipanda kwa spidi sana, ameshikwa na homa ya mlima, ameugua kule juu mlimani. Ni kutokana na staili aliyoanza nayo, hakupata maelekezo ya kutosha kutokana na viongozi wake wa mlima. Kwa hiyo lazima uangalie ni aina gani ya mlima unaopanda. Milima iko mingi sana. Hamu zote unazoziona ni milima. Hamu. Muona mtu anapenda chips tu kila siku, huo ni mlima wa chips. Na hizo chips ambazo ameshakula zikiletwa zote ni nyingi kama mlima Kilimanjaro. Chips ambazo amekula kwa miaka 30, huo ni mlima. Huo ni mlima. Kuna mtu anapenda kula nyama, huo ni mlima. Hizo nyama zote ambazo ameshakula zikirundikwa mahali ni nusu wa mlima Kilimanjaro. Kwa hiyo lazima uangalie kila kitu unachokifanya ni mlima. Kuna mtu anapenda kunywa kahawa kama mimi. Hiyo kahawa yote ambayo nimekunywa ni nusu ya ziwa Tanganyika. Ni bwawa. Huo ni mlima. Kuna mtu anapenda kula sukari, huo ni mlima. Kama milima ni mingi, ndio sababu unakuta inaleta changamoto. Kama unapenda kula sukari, hakikisha utendi dhambi. Ile sukari itabadilika na kuwa ugonjwa. Kama unapenda kula chumvi, acha dhambi. Usipoacha dhambi inabadilika na kuwa ugonjwa, pressure. Chochote kile unachokipenda, kwa sababu Mungu alisema tutakula vya kufisha,
na wala hatutaugua. Takanyaga nyoka na nge. Kwa hiyo ina maana kwamba tuna ulinzi kwa wale wanaotubu, tuna ulinzi kwa wale wanaomtumikia Mungu. Unaweza kula chochote kile na kisikudhuru. Tuna ulinzi. Kama ufanyi mtumiki Mungu na unapenda kula sukari, unapenda kula nyama, huo ni mlima. Utabadilika na kuwa ugonjwa. Bado dakika 6 tumalize. Kwa hiyo somo letu la leo lilikuwa tunaangalia aina ya milima tunayotengeneza, hamu zote tunazozitengeneza. Kuna mtu anatengeneza hamu mbalimbali, tabia mbalimbali. Tabia zote tunazozitengeneza ni milima. Ni milima. Sasa lazima uangalie, ukitengeneza tabia fulani ni mlima, utaanza kupanda. Ni kama ukichimba shimo utatumbukia mwenyewe. Tengeneza mlima utapanda mwenyewe. Ndivyo maandiko yanasema. Kwa hiyo lazima uangalie kwamba ni tabia gani mpya unayotengeneza. Ukitengeneza tabia inayomhusu Mungu ni mlima, utapata msaada wa Roho Mtakatifu, msaada wa malaika. Lakini ukitengeneza tabia nyingine yote chafu, huo ni mlima, utapanda mwenyewe. Hakuna mtu atakayekusaidia. Malaika hawezi kusaidia kwenda kwenye ngono. Malaika hawezi kusaidia kwenda kwenye ulevi. Malaika hawezi kusaidia kwenda kukaa kijiweni. Malaika atakusaidia tu pale unakwenda kumtumikia Mungu. Hata Yesu alipopata changamoto baada ya shetani kuondoka, malaika walikuja kusaidia. Kwamba lazima uangalie kwamba ni mlima gani. Kila tabia utakayotengeneza ni mlima umetengeneza na utaupanda. Unaweza usipande leo, upanda kesho. Lakini utaupanda sababu wewe ndio umeutengeneza. Kuchimba shimo utatumbukia mwenyewe. Kwa hiyo ni eneo la kuzingatia, la kuangalia. Jitahidi kutengeneza milima mizuri. Chora milima mizuri, panda milima mizuri, tengeneza mwenyewe. Kwa mfano sisi tunamshukuru Mungu kila baada ya dakika 60. Huo ni mlima tuliotengeneza. Na sio kitu rahisi. Kuna saa nyingine unazidiwa, inabidi tu upumzike kwa dakika chache. Tunamshukuru kama Mungu dakika 10, inabidi umshukuru kwa dakika 3, dakika 2. Unaenda kwa mwendo kidogo. Kwa sababu ni mlima nimetengeneza, na lazima kumshukuru Mungu kila baada ya dakika 60. Kupata nafasi ukienda kulala ndio umepata nafasi ya kupumzika. Kwenye usingizi unapumzika, lakini ukiamka unaanza tena kupanda mlima kwa kumshukuru Mungu kila baada ya dakika 60. Kupanda mlima wa kusoma Biblia, kupanda mlima wa kuandika kila siku, kupanda mlima wa kuandaa masomo, kupanda mlima wa kufikiri kila siku. Unapanda mlima wa kusikiliza neno la Mungu kila siku kwenye mitandao. Sasa huo ni mlima, una nafasi. Muda haupo wa mchezo. Kwa hiyo ni milima unatengeneza, na ni vizuri ukatengeneza milima mizuri. Hii milima yote utapata msaada wa Mungu. Roho Mtakatifu atachilia malaika wake watakusaidia. Yeye mwenyewe ni msaada kwako. Lakini ukitengeneza milima mingine ya kidunia, unapanda mwenyewe, mwisho wake ni magonjwa. Kwa mfano kuna watu wametengeneza mlima wa pesa. Wenyewe kazi yao wanawaza pesa tu. Ni biashara tu. Auze chochote anachoweza kuuza, auze kitu ambacho hali yeye mwenyewe bora apate pesa. Watu wafe lakini hajali. Ule ni mlima. Na mwisho wake ni mbaya sana. Anasubiria tu afike kileleni. Kwa sababu anasubiria kule kileleni. Ameshaua watu wengi, anasubiria afike kileleni. Akishafika kileleni na habari yake imeisha. Huwezi kurudi tena huko chini. Kwa sababu ukishafika kule juu, ukishakuwa bilionea, ukiambiwa uache ni biashara, huwezi kuacha. Ukishakuwa tajiri sana, umeshazoea maisha fulani, utajiri. Magari mazuri, majumba mazuri, unasifiwa na watu. Watu wanakutambua waovu kama wewe. Kwa hiyo huwezi kurudi chini, kuanza tena upya. Kwa sababu vile kijana tajiri alikuwa amepanda mlima wake wa uovu kwenye biashara. Alipokutana na Yesu akamwambia Yesu kwamba ninawezaje kuurithi ufalme wa mbinguni. Yesu alimwambia inabidi ushuke kwenye mlima. Alisema siwezi kushuka, akaondoka huko amekasirika. Alimwambia kauza mali yako yote, ugaie maskini, ndio uje ushuke chini. Nenda kule chini, kagaie maskini hiyo mali yote. Hiyo mali yako yote. Akamwambia siwezi, akaondoka amekasirika. Kwa hiyo lazima uangalie kwamba kila kitu tunachokifanya
kitatengeneza tabia fulani kwenye maisha yako, tayari imeshakuwa ni mlima. Kwa sababu kila siku lazima upande. Kila siku ukishatengeneza tabia kama hiyo, imeshakuwa ni mlima, inabidi upande. Ukiingia kwenye ndoa, tayari ni mlima, inabidi upande. Kuna malezi, kuna kwenda kufanya kazi, kuna kuleta chakula, kuna kujenga nyumba, kuna kununua shamba, kuna kununua kiwanja, vitu chungu nzima, huo ni mlima. Kuna kufikiria watoto utawaachaje ukiondoka hapa duniani, watoto waende shule. Kwa hiyo ni mlima. Muda wetu umeisha, saa 9:59. Somo letu la leo lilikuwa nasema mlima wa kutengeneza. Tumeangalia mifano mbalimbali ya milima. Kwa hiyo tabia yoyote unayotengeneza katika maisha yako ni mlima. Na tabia kuiondoa ni ngumu. Tabia ni kama ngozi. Sio rahisi mtu kuondoa mlima Kilimanjaro pale ulipo akauhamisha sehemu nyingine. Labda Mungu mwenyewe aliyeweka pale ndio aliyotengeneza, anaweza kuuondoa. Na wewe mwenyewe uliotengeneza hiyo tabia ya kitu fulani ambacho hakimpendezi Mungu, wewe ndio unaweza kuiondoa kwa kusaidiwa na Roho Mtakatifu baada ya kutubu na kuomba msaada. Lakini wewe mwenyewe ukatae, useme hichi kitu sikitaki, ndio Roho Mtakatifu aingilie kati na malaika wake watoe hiyo tabia. Tofauti na hapo, kung'ang'ana kunaendelea. Tabia moja inatengeneza nyingine mbovu zaidi. Kama mbegu moja ya mahindi inatoa punje 1800, ina maana kwamba tabia moja tu ya uovu inatengeneza tabia nyingine 1800. Kwamba usifikiri kwamba una tabia moja tu ya uovu, inaazana nyingine na nyingine na nyingine. Kwa hiyo lazima ujue kabisa kwamba usikubali tabia yote ya uovu ikaingia kwenye maisha yako, kwa sababu utakuwa ni mlima. Kuja kuiondoa inakuwa ni kazi. Ni kazi kweli kweli. Kwa hiyo kwa fahamu tutaishia hapo. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Chunga milima unayotengeneza. Tengeneza milima mema, tengeneza milima ya uovu. Asanteni, Mungu awabariki sana. Tutamshukuru Mungu kwa dakika chache alafu tumalize. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Mtakatifu, 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 Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba mtukufu, Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo, Mungu wa wanafunzi wote wa Kingdom Business Clubship duniani. Baba Jehova, tunasema asante. Mungu wa kila mtu mwenye pumzi, kila mtu mwenye mwili, na msifu Bwana katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa siku mpya leo uliyofanya kwa ajili yetu. Tunaifurahia na kushangilia katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Asante Roho Mtakatifu. Asante kwa siku mpya leo. Asante Roho Mtakatifu kwa mwaka 2019, asante kwa mwaka 2020, asante kwa mwaka 2100, asante kwa mwezi wa 5, asante kwa mwezi wa 6, asante kwa mwezi wa 7. Asante Roho Mtakatifu kwa tarehe 21 ya mwezi wa 5 mwaka 2020. Asante kwa tarehe 21 ya mwezi wa 6 mwaka 2020. Asante kwa tarehe 21 ya mwezi wa 7 mwaka 2020. Asante kwa tarehe 21 ya mwezi wa 6 mwaka 2100. Katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Asante kwa siku ya jana, asante kwa siku ya leo, asante kwa siku ya kesho. Asante kwa majira ya saa 9, asante kwa majira ya saa 10, asante kwa majira ya saa 11. Roho Mtakatifu, tunabariki majira ya saa 11. Bariki majira saa 10 na kutakasa kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunabariki majira saa 10 na nuru ya Kristo, afya ya Kristo, utajiri wa Kristo. Tunabariki majira saa 10 na hekima ya Kristo, fahamu ya Kristo, maarifa ya Kristo, mafunuo ya Kristo, ujuzi wa Kristo, ubunifu wa Kristo. Tunabariki majira saa 10 na upendo wa Kristo, imani ya Kristo, matumaini ya Kristo, uaminifu wa Kristo, furaha ya Kristo, amani ya Kristo, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea heshima, pokea shukrani zetu. Tunafungua malango ya saa 10 kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Tunafungua malango ya kujifunza neno la Kristo, tunafungua malango ya kujifunza biashara, tunafungua malango ya akili ya Kristo, fahamu ya Kristo, tunafungua malango ya afya ya Kristo, nguvu za Kristo, tunafungua malango ya spidi ya Kristo, ya kufikiri, ya kutafakari neno la Kristo, kusoma neno la Kristo, kusikiliza neno la Kristo, kuandika neno la Kristo, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya kazi, malango ya biashara, malango ya huduma,
malango wanafunzi wa Kristo katika huduma, wateja wa Kristo katika biashara. Asante kwa kutufungulia malango ya wasaidizi wa maono yetu, wasaidizi wa ndoto zetu. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya nuru ya Kristo, afya ya Kristo, tajiri wa Kristo, kibali cha Kristo mbele ya Mungu na mbele ya wanadamu, miujiza ya Kristo, ishara na maajabu katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya ujasiri wa Kristo, neema ya Kristo, utukufu wa Kristo, heshima ya Kristo, baraka za Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea heshima, pokea shukrani zetu. Roho Mtakatifu tunakuja mbele yako, tunasema asante kwa kutuamsha asubuhi ya leo, kwa kutupa pumzi, kutupa afya, kutupa nguvu, kutupa uzima, kutupa akili ya Kristo, kutupa ufahamu wa Kristo wa kujitambua katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Hakuna kama Jehova, hakuna kama Yesu Kristo wa Nazareth, hakuna kama Roho Mtakatifu. Wewe ndio Mungu wa miungu, Baba wa baba, mfalme wa mfalme, wewe ndio mwanzo na mwisho. Roho Mtakatifu, wewe ndio Mungu uliyefanya mbingu na nchi kwa fahamu zako, kwa hekima yako, kwa maarifa yako. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyotandaza nchi juu ya maji, uliyefanya mianga mikubwa, jua litawala mchana, mwezi na nyota zitawala usiku. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyoigawa bahari ya Shamu, ukawavusha wana wa Israeli katikati yake katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyeongoza wana wa Israeli jangwani, ukakipa kila kiumbe chakula chake. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyeua wazaliwa wa kwanza wa Misri, kwa huo wafalme mashuhuri. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyesema na iwe nuru, na iwe nuru, na ikawa nuru katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyemuongoza Yesu Kristo Nazareth jangwani kwa siku 40, akafunga usiku na mchana, akajaribiwa na Ibilisi, akashinda majaribu yote katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyemfufua Yesu Kristo Nazareth kutoka katika wafu katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyetufufua katika ukiwa, katika mauti, katika ugonjwa, katika ugiza, katika ujinga, katika umaskini, kwa damu ya Kristo Nazareth iliyomwagwa msalabani, kwa maana fadhili za Kristo za milele katika jina la uweza la Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyetufufua pamoja na watakatifu katika jina la uweza la Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyetusamea maovu yetu yote, kwa kutuponya na magonjwa yetu yote kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyetusamea madeni yetu yote ya kiroho na kimwili kwa damu ya Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyetuwekea ulinzi tangia tulipozaliwa hadi leo, ukatufunika kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth, ukatuwekea uzio wa moto katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu wa Bwana Yesu Kristo, Baba mtukufu, Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo. Unastahili sifa, unastahili hekima, unastahili nguvu, unastahili uwezo, unastahili kuabudiwa, unastahili shukrani, unastahili utukufu, unastahili heshima, unastahili baraka, unastahili utajiri katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea heshima, pokea shukrani zetu. Asante Roho Mtakatifu kwa majira ya saa 10 tunakaribisha Roho Mtakatifu katika vipindi vinavyoendelea, uwe mwalimu wetu. Asante kwa ajili ya watumishi wako walioko mahali hapa na wanaotusikiliza kupitia njia ya mtandao. Neno lako linasema abarikiwe yeye asomaye na kusikiliza maneno ya unabii na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati karibu. Roho Mtakatifu, watumishi wako walioko mahali hapa wametoa muda wao kusikiliza neno lako, kusoma neno lako, kuandika neno lako. Roho Mtakatifu, ninakuomba bariki kazi za mikono yao, bariki biashara zao, bariki huduma zao, bariki nyumba zao, bariki ndoa zao, bariki familia zao, bariki wateja wao, bariki wanafunzi wao, bariki muda wao, bariki imani yao. Roho Mtakatifu, bariki milima wanayopanda wapate kufika salama katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante. Waongoze Roho Mtakatifu, watengeneze milima mizuri inayompendeza Mungu katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea heshima, pokea shukrani zetu. Asante Roho Mtakatifu kwa kujibu maombi yetu. Tunaamini na tumepokea katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante. Tunakaribisha tena katika majira ya saa 10 katika vipindi vinavyoendelea. Uwe mwalimu wetu, tufundishe njia zako, tuonyeshe njia zako. Tupe akili ya Kristo tupate ufahamu wa Kristo, tupe akili ya Kristo tupate akili ya Kristo ya kutafuta kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine yote tutazidishiwa. Utupe akili ya Kristo tupate akili ya Kristo ya kukomboa wakati, kwa maana zamani hizi za uovu. Tupe akili ya Kristo tupate akili ya Kristo ya kutengeneza milima mizuri katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Tupe akili ya Kristo tupate neema ya Kristo ya kufanya kazi ya Yesu, kazi ya adabu na kazi ya Injili katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth.
Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa kujibu maombi yetu. Tunaamini na tumepokea katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunakaribisha katika majira ya 10 uwe mwalimu wetu. Tufundishe njia zako, tunaishe njia zako. Karibu Roho Mtakatifu, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth tumeomba na kushukuru. Haleluya. Amen. Tunaenda kwenye sala ya toba dakika moja. Tutasema Yesu mwana wa Daudi mara 3. Nikisema jina langu, Billy Mush, unasema jina lako. Turudia maneno. Yesu mwana wa Daudi, Yesu mwana wa Daudi, Yesu mwana wa Daudi. Mimi Billy Mush. Naomba nirehemu, naomba nirehemu, naomba nirehemu. Unisamehe makosa yangu yote, unisamehe dhambi zangu zote, unisamehe maovu yangu yote, uniponye na magonjwa yangu yote, unisafishe kwa damu yako takatifu. Kuanzia leo ninakiri nimekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita. Futa jina langu kwenye kitabu cha mauti, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Asante Mungu kwa kunipenda. Asante Yesu Kristo Nazareth kwa kuniokoa. Asante Roho Mtakatifu kwa kunifundisha. Asante malaika wa Mungu kwa kunilinda, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Haleluya. Amen. Tarudia maneno. Nikisema jina langu Billy Mush, utasema jina lako. Hakika miujiza ya Kristo, ishara na maajabu zitanifuata mimi Billy Mush siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele na milele. Haleluya. Amen. Tajirika na muda, tumia muda kibiashara. Asanteni, Mungu abariki sana. For my victory, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. For my business, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. For my wifey, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. For my baby, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. I remember before, people they ask me who are you. I remember before, people they ask me where are you. But today, brother, them people they ask me how are you. But today, people they tell me how are you. Poplo